Kuna pande tatu zimetoa kauli mbili tofauti zilizoibua utata wa madai ya fedha za usajili yanayomhusu kiungo wa Yanga Azizi Ndabwile dhidi ya klabu hiyo, ambapo kesi hiyo imefikishwa kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Upande wa kwanza ni wa mtu wa karibu na mchezaji huyo, ambapo taarifa za madai zikathibitishwa na TFF, kisha upande mwingine wa Ndabwile mwenyewe akiibuka na kukanusha. Hayo yote yanafanyika wakati Ndabwile ambaye amewahi kuichezea Mbeya City na Fountain Gate FC kabla ya kutoa Young Africans msimu huu unakuwa ni msimu wake wa pili ndani ya klabu hiyo. Inafahamika kwamba msimu wa 2024-2025 Ndabwile alitoa Yanga kwa mkataba wa mwaka mmoja, kisha mwanzoni mwa msimu huu akasaini mkataba mwingine utakaomweka hapo hadi 2027 kwa makubaliano ya kulipwa fedha zake kwa awamu tatu. Nikimnukuu mtoa taarifa amesema Ndabwile amefungua kesi TFF ya madai ya fedha zake za usajili, na kesi itasikilizwa leo Alhamisi kwenye ofisi za TFF. Madai yake ni kwamba hajalipwa fedha zozote za usajili ambazo zilitakiwa zilipwe Agosti 31, 2025 kwa mujibu wa mkataba wake. Mwisho kunukuu. Wasikie TFF. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, mkurugenzi wa sheria, habari na masoko wa TFF Boniface Wambura amesema ni kweli kesi ya kiungo huyo imefika katika ofisi zao, na nikimnukuu amesema kamati na kesi nyingi, na leo Alhamisi tutakuwa tukisikiliza baadhi ya kesi ikiwemo hiyo ya Ndabwile. Baada ya kikao hicho maamuzi yatatolewa. Mwisho kunukuu. Wakati sakata likiwa linaendelea, Ndabwile aliutumia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram akiandika hivi: habari wananchi, nipende kuchukua nafasi hii kuliweka sawa jambo linaloendelea mtandaoni kuhusu mimi na klabu yangu ya Yanga. Mimi ni mchezaji wa Young Africans Sports Club na haki zangu za kimkataba tayari nilishalipwa. Niwaombe ndugu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa wachezaji kwenye timu zao. Mwisho niwaombe radhi wote ambao wamekwazika na sintofahamu iliyojitokeza. Asanteni. Mwisho kunukuu. Wakati sakata hilo likiendelea, Ahmed Ali, msemaji wa Simba Sports Club, yeye amerusha dongo kwa watani zao Young Africans kupitia ukurasa wake wa Instagram akiandika hivi na nukuu: nimesikia kesi ya Ndabwile kuwa anaidai nyuma mwiko pesa usajili. Ni aibu kwa karne hii klabu kuwa na kesi kama hizo, tena klabu inayojinasibu kuwa na viongozi wa kisasa. Huu ni mwendelezo wa unyanyasaji kwa wachezaji hasa wazawa ambao bahati mbaya wamekuwa waoga kudai haki zao. Ndabwile ameamua kujivika mabomu na kuwashtaki waajiri wake. Asingefanya hivyo angedhulumiwa mchana kweupe. Kila klabu inadaiwa, lakini kwa nini nyinyi sana? Halafu ni kwa nini wachezaji wa kibongo pekee? Iko namna mnachukulia poa na kuwadharau. Kama Ndabwile ana muda mrefu klabuni na hajawahi kulipwa, maana wake waliosajiliwa msimu huu wamekopwa na hakuna uwezekano wa kulipwa mpaka waende kushtaki. Mwisho kunukuu. Ndabwile ambaye kiwango chake msimu huu kimewavutia wengi baada ya kuonesha uwezo mzuri wakati kikosi hicho kikiendelea na Romain Folz kabla ya ujio wa Pedro Gonçalves, amefanikiwa kufunga mabao mawili katika ligi ya mabingwa Afrika msimu huu akiwa ameuanza vizuri. Msimu uliopita 2024-2025 Ndabwile alicheza mechi 5 pekee kwa dakika 125 akiwa hajafunga wala kuasisti. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifo.